Mkristo umeokoka, unamjua kwa mdomo ama unamjua kwa roho na kile chote uko nacho. Wewe uko pale Mkristo, unasema unamjua Mungu, lakini moyo wako bebeba chuki. Ukweli ni ukweli ya kwamba kama hautabadilisha mienendo yako, mbingu hautaiona. Mungu anapenda tukifanya haki. Asante sana mtazamaji wangu, niko tena, nimerudi tu na ujumbe mwingine mwema na mwafaka ule Mungu amenipa leo, na ninashukuru kwanza kwa sababu ya kipaji cha uzima. Sijui vipi namna gani huko uliko unakonitazama, Kenya mzima, dunia mzima. Nami nasema niko salama kama nabii. Najua mnaniombea. Mungu wa mbingu abariki sana, hawainue zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Najua mnazidi kuinua mikono kwa sababu ya mama yenu hapa na nabii wenu anaowaletea kile Mungu ametumana toka mbinguni. Maana sio mimi bali ni Mungu wa mbingu amenituma. Siku ya leo nao nitazama, naomba nikusalimie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Salamu zangu kutoka hapa hata kutoka kanisani, na nataka niwasalimie na furaha nyingi sana kwa sababu Mungu anawapenda. Mnaonitazama my online church, my online children, Mungu wa mbingu abariki sana na sana. Mnaonitia moyo na kuniambia endelea nabii na kukaa ndani hapo ukitupatia neno. Thank you so much. God bless you so much. Nimeingia tena na ujumbe mpya, nikwambie Mungu anaweza yote. Na kabla tujaenda na kuanza hii ujumbe, maana kila kitu ninafanya kwa uwezo wa Bwana na kila kitu naongozangwa na Mungu wa mbingu na Roho Mtakatifu. Naomba tuinamishe vichwa vyetu kila mtu mahali popote anaponitazama ili tupate kuanza na Mungu. Maana Biblia inasema Mungu ni mwanzo na kila kitu tuweke Mungu mwanzo kwa kila jambo tunalofanya hapa. Naomba tuombe ili tuanze ujumbe wa leo na Mungu atawabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu wa mbingu, na kushukuru na kuinua we mtakatifu wa wote, na kuinua Mungu wetu uliye juu mbinguni. Pokea sifa zote mkuu wa kuu. Angalia umetulinda tangu masaa haya. Tuseme nini Mungu mbali wewe ni Mungu unaotuwezesha. Hakuna jambo tunaweza kulipa nalo, hakuna kitu ninaweza kulipa mbali Mungu. Pokea sifa zote na utukufu. Umetuneemesha kuwa hapa sisi wote, ni neema yako Kristo. Asante kwa wakati Mungu umetuandaa. Asante kwa hiki kipindi Mungu. Henda Mungu ukaonekane, wale wote wanatutazama, henda Mungu ukawatie roho na hekima Jehova. Hata wanaponitazama Mungu, ingia ndani yao wakapate kukujua zaidi na zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Twaifunika hiki kipindi na damu ya Yesu Kristo. Kila mtazamaji amweka mkononi mwako, tunapoenda kuanza tukaanze sisi pamoja kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Asante kwa sababu damu ya Kristo na mkono wako itakuwa juu yetu, maana ni hadi yako ya mbingu. Tusamee dhambi zote na makosa zile zote tumetenda. Andika majina yetu kwa kitabu cha uzima, futa kila jina kwa kitabu cha mauti. Leo Mungu kwa nasi, ishikilie Mungu ninapopeana ujumbe wako. Isiwe ni mimi bali iwe ni wewe toka mbinguni, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Amen. 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 Asante sana we mtazamaji wangu unaonitazama. Mungu akubariki. Wakati ule mwingine wiki iliyopita tuliongea kuhusu kumjua Mungu. Tukaongea sana, watu wakabarikiwa, sifa zote na utukufu zimrudie Mungu. Basi baada ya kumjua Mungu ndio ujumbe wa leo. Ukimjua Mungu, naye Mungu fanya nini kwetu? Na unahitajika ukae namna gani ukimjua Mungu? Atawacha tutoke hapo. Nataka nikuambie, ukimjua Mungu unatakikana ukue unakaa namna gani? Maana umemjua Mungu. Tukasema pale umetoka kwa giza. Tukasema pale umetoka kwa ile takataka wa dunia. Tumetoka kwa pombe, tumetoka kwa takataka ya vile tu tulikuwa. Tumetoka kwa tabia mbaya, kila mtu anaelewa. Na kila mtu ako na ile hali yake alikuwa. Lakini baada ya kumjua Mungu, maana umemjua Mungu, ukaombewa wokovu, ukakaa kwa wokovu. Basi ukimjua Mungu unahitajika kama Mkristo kukua namna gani? Hapo ndio tuko leo.
Hadi naomba sisi wote, maana hata ujumbe ikija, hata mimi nakuja wakati wangu, naenda kuja hata kwangu. Tukimjua Mungu tunahitajika tukue namna gani? Tunaenda tena tu kwa kitabu cha Galatians chapter 22. Tukiendelea hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Maana hapo ndio kuna siri kubwa sana ya ule anajua Mungu. Tushatoka kwa matunda ya mwili. Maana matunda ya mwili ni nini? Ile tabia tulikuwa nayo mbaya, zile tabia tulikuwa tukifanya, zile matakataka za dunia, maana tulikuwa ulimwenguni. Na unajua ulimwenguni tumeharibika. Ulimwenguni tunakunywa pombe. Ulimwenguni tunafanya mausherati. Ulimwenguni tunachafua, tunananganya. Ulimwenguni kuna mambo mengi. Basi kwa sababu tuliwekwa hapa ulimwenguni kama Mkristo, tukiokoka hizi vita, hata hizi vita zote tushinde na tumalize vizuri. Basi sisi kama Wakristo tunahitajika kukua tofauti namna gani? Maana ukiokoka unahitaji kuwa tofauti kuliko mtu mwingine wa dunia. Basi tunaenda kitabu cha Galatians chapter 5 kutoka mstari wa 22 tukiendelea hivyo. Galatian ama Wagalatia kifungu ni cha 5, mstari ni wa 22 tukiendelea. Hayo ni matunda ya Mkristo akiokoka. Anahitajika kuwa namna gani? Maana pale tumemjua Mungu, tukimjua Mungu basi tunahitajika tukue namna gani? Haleluya. Kwa hivyo Mkristo aliokoka anahitaji ajue Mungu na kukaa mienendo hii. Maana tumemjua Mungu, basi tabia zetu ndio hizi kama Mkristo. Ama wewe unaonitazama, ama mimi niko hapa, tabia zangu kama Mkristo, mimi Kristini, sinatakikana ziwe namna gani? Kitu ya kwanza, tabia ya Mkristo, kisoma neno hapo utajisomea Galatians chapter 5 22 ukiendelea. Nimekupa maandiko, maana mahali unapo enda kuangalia ama mahali unaweza soma ujue tabia za Mkristo. Tabia ya Mkristo ndio hizi. Tabia ya Mkristo akiokoka, kitu cha kwanza anahitaji kuwa na upendo wa agape. Maana tuliachiwa na Kristo upendo. Mkristo asiokuwa na upendo wa ndani wa agape sio Mkristo. Ana tumetoka pale tuko na wivu, tumetoka pale tuna ushirati, tulikuwa na uchawi tukaachana nazo. Hizo ni matunda za mwili. Tulikuwa pale tulikuwa tunachokoza watu, sisi ni wafisadi, tukienda makazini lazima tuongwe. Tumetoka pale, sasa sisi wa Kristo. Sasa tumeingia kama watu wameokoka na wanataka kutembea na mienendo ya Mungu. Na mienendo ya Mungu lazima tembeo na mtu ana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tukimsoma in the books of Acts chapter 1 ukiendelea unaelewa kuhusu Roho Mtakatifu. Unaelewa, na tutafunza wakati mwingine. Lakini Mkristo aliokoka anahitaji kuwa na hizi matendo mazuri. Maana ukiokoka unahitaji kubadilisha matendo yako yawe ni mazuri. Kitu cha kwanza tumesema ni upendo. Mkristo asikuwa na upendo atarudi tena kwa uchawi. Basi ukiokoka unahitaji kuwa na upendo. Upende mzuri na upende mbaya. Mungu atakupa neema ya kukaa nao wote. Mungu atakupa neema ya kutembea nao. Hatakupatia neema ya kuwafikia. Hatakupatia neema ya kukaa na kila mbaya na mzuri. Hatakupatia hekima ya kupata kuwaelewa. Baada una upendo. Hatakupatia upendo ukiona mtu ako kwa matope unamtoa. Ukiona ule ni mlevi umhukumu, maana hukumu ni mbinguni. Yako ni kufanya mazuri. Kwa hivyo Mkristo akiwa na upendo lazima awe mtu anafanya mazuri. Na akiwa kwa kijiji, liwe ni kanisani, liwe ni mahali popote alipo, utaona mabadiliko na watu watasema na kweli ule hakukua hivyo. Sasa ako mwingine. Maana kule Mungu amekutoa kwa takataka, amekuleta kwingine kama Mkristo. Ukijawa na roho ya upendo, jua ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu ako nawe. Haleluya. Kitu kingine cha pili, Mkristo anahitaji kuwa ni Mkristo ana furaha ndani. Si kununa. Wengine tulisema tuko kanisani, sisi ni wahuduma, labda leo sijakuja nikupatie microphone. Wewe ni Mkristo, umekuwa pale kanisani, labda pasta wako hajakufikia, labda uchafanyiwa kile ulikuwa unataka, unaanza kanisani kununa. Unakaza yote, uko na hasira. Uko nyumbani kwako we mama, uko nyumbani kwako we mzee unaonitazama,
Kazi yako ukiingia kutoka kazini hauna furaha. Angalia ni kitu gani kinakukamata. Enda uombewe. Pray for your deliverance. Omba sana ukombolewe. Maana Mkristo amekombolewa anatokanga kwa chuki, anatokanga kwa hasira, anakuja kwa furaha. Mungu anakujaza furaha. Maana umemjua. Naye Mungu anaenda kukumwagia furaha. Unakuanga saa yote na furaha. Haleluya. Mkristo ameokoka ana furaha. Hata utamjua tu, hata akipita kwa kijiji atajulikana. Utasikia fulani, fulani ana furaha. Situkae kama fulani. Anaenda kanisa gani situkae. Maana Mungu amembadilisha na amemjua Kristo. Amemjua huyu Mungu wa mbingu. Mungu ukimjua anakujaza na roho ya furaha. Huyo ndio kujua, huyo ni Mkristo amemjua Mungu. Haleluya. Kitu cha tatu, anakuwa na amani. Yaani unakuwa na amani. Uwe una kitu, uwe chakula. Maana Mungu anakujaza amani. Uwe hata mtoto amekufanyia, iwe hata kanisani umefanyiwa. Maana tuko kwa ministry. Tunaongelelea sana kuhusu kanisa. Tunaongelelea sana kuhusu huduma. Huo kwa huduma wewe hautashughuliki na yule anaongea nini. Maana wewe uko na amani, umetosheka. Kitu cha kwanza Mungu amekutosheleza. Mungu anakupa amani. Wewe uko na amani, usituki, hata ufadhaiki, hata mtu akupatie nini wewe uko na amani. Iwe hata watu hajakula wewe una amani. Unakaa kama mtu amekula chakula ya milioni 2. Uwe hata uonyeshi watu, wewe saa yote uko na amani. Watu anakuuliza na wewe unakaanga tu umetulia. Hata mwili wako inakuonyesha umetulia. Maana Mungu amekujaza amani. Hiyo ndio kitu cha Mkristo akimjua Mungu. Maana anakujaza amani na anakujaza roho ya upendo na amani. Haleluya. Kwa hivyo wewe nao nitazama pale. Angalia ni kitu gani kinakuvunja moyo usimjue Mungu ili uwe na hizi vitu leo ninakufunza. Haleluya. Kitu ya kwanza nimekuambia ni upendo. Nimekufunza, nimekuonyesha ni nini unafaa kuwa. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anakuambia nini. Cha kingine ni uvumilivu. Wachungaji, watu waliokoka, walio hapa duniani. Maana siku hizi na kizazi kile kiko siku hizi akitaki kuvumilia. Kinataka mara moja Mkristo akue pasta akue na kanisa iko na 500. Siku hizi wanaenda kulingana na vile wako na magari. Siku hizi anakuuliza anauliza mwenzake mhuduma ama pasta mwenzake uko na watu wangapi. Siku hizi wanaenda kulingana na vile wana vitu, sio vile wanamjua Mungu, sio vile wanatembea na Mungu, ni kulingana na show off. Sasa we Mkristo na we pasta utaki kuvumilia. Sasa unajipeleka mbele, ndio unaona wengi washaingia Illuminati, wengi washaingia kwa tabia zingine. Lakini Mkristo aliye na Mungu anakuwa na uvumilivu. Ukiwa na uvumilivu, Biblia inasema Mungu uja wakati wake ikiiva. Wakati wa Mungu ndio mzuri. Mkristo wewe umemjua Mungu, wacha kueneza, wacha kupelekwa mbalimbali na watu, wacha kwenda kuchukua kamuti ama kwenda kuchukua ilisi ili ufanye biashara, ili ukwenda nyumba mzuri, hata ushikilie msichana ilisi, ushikilie kijana ilisi ili akuoe. Hapana, kuwa na uvumilivu. Wakati wa Mungu ikifika atakuletea mbavu yako. Wakati wa Mungu ikifika, Mkristo utabarikiwa. Na Biblia inasema nini? Baraka za Mungu hazina majuto wala kilio. Siku hizi baraka za watu halali kwa nyumba. Unakuta mtu ndio huyo anaendesha gari lakini anaongea peke yake kama wazimu. Maana alienda kuchukua zile vitu za ulimwengu mwingine. Na unajua hiyo ulimwengu, acha nikwambie my brother, my sister there, you are watching me. Shetani hana kitu cha free, utamulipa. Na alipangi ati glass, unajua kila analipwa. Asima umumpatie damu yake. Haleluya. Kwa hivyo Mkristo lazima uwe na uvumilivu. Matunda ya Mungu ukimjua anakupatia hizo, ninakwambia. Kama una hizo, kuna kitu fulani kinakusumbua. Ni vizuri sana urudie Mungu, uombewe toba. Haleluya. Ni vizuri sana utembee kwa njia za Kristo. Ni vizuri sana uende kwa mchungaji wako ama kwa mtu anaelewa, ako na hekima.
akuombe na akuelezee shida yako ni nini. Lakini ni vizuri sana Mkristo kimjua Mungu, hizi ndio vitu unavaa kuwa nazo. Haleluya. Kwa hivyo hizo ni vitu za rohoni, ni vitu za Mungu. Ukimjua utajua Mkristo ako na hizo vitu, hana kuanga na hizo, na utajua hiyo ndio wokovu wa kweli. Hiyo ndio Mkristo amemjua Mungu, maana ako na hizo vitu. Haleluya. Kile kingine, Mkristo wanga na kuwa na utu mwema. Utu mwema, yeye ni mtu wa kusikilia watu huruma, si mtu wa kugonga watu, si mtu wa kudharaurisha watu, si mtu hata asikii anaweza uwa mtu. Mkristo wa kweli anakuwa na utu mwema, anapenda watu, sio mtu anaweza kuuza nafsi yake amaliza familia yao, sio mtu anaenda kustaki ndugu yake, dada zake. Huyo ni mtu ana utu, huyo ni mtu ako upande mwingine. Mkristo aliye na Mungu ana utu mwema. Yeye ni mvumilivu, ana utu, anasikilia mwingine huruma kama yeye. Haleluya. Mkristo mwingine ukimwona ya kwamba kusikilia huruma, yeye tayari amekamatwa na shetani. Mkristo wa kweli akimjua Mungu ana utu mwema, maana Mungu muregeshia utu mwema. Haleluya. Kile kingine, Mkristo wanga na uaminifu. Kuna uaminifu. Wakristo wengi sisi sio waaminifu. Na inaanza wapi? Inaanza madhabahuni, inaanza nyumbani, inaanza makazini. Hakuna uaminifu tena, hata kwa ndoa zetu, hata kwa makanisa hakuna tena. Ufisadi ndio huu mwingi. Maana hapo matunda ya mwili ni ufisadi. We uko hapo na ni lazima uongwe. Lazima uongwe ndio ufanye kitu fulani. Lazima upewe kitu. Unaelewa, wewe uko hapo nao nitazama, uko karibu kuuliza mtu akupatie ongo ndio upatiane passport. Ndio bayane hii. Tutaongea ukweli, maana ukweli utatuweka huru. Kama una utu, fanyia mtu mema, akiwa ni mtu mzuri atakubariki. Atakwambia asante, maana umenifanyia, shika kitu ndio hii, na utaenda na furaha, na hicho kitu kitakuwa ni kitu cha baraka. Lakini sio wewe useme vice versa. Lazima unifanyie hivi ndio nikufanyie. Roho ya ufisadi wachaneni nayo, maana imemaliza kanisa. Kabla utaenda kuona mchungaji mkubwa, lazima utoe kitu ili upate kuona mchungaji. Hiyo roho tuachane nayo kwa jina la Yesu Kristo. Maana Mungu hakuangi hapo. Mungu hakujangi mahali kuna ufisadi. Mungu hakujangi mahali kuna ufisadi umechukua na huyo mtu analia. Jamani, tupende kupewa vizuri na mtu. Tupende kubarikiwa na mtu na roho mzuri. Angalia mtu akikutoa na kupatia ufisadi, wewe chunga sana hiyo roho ya ufisadi. Hata imeingia mpaka kanisani, imeingia kila mahali pote. Hiyo roho ni mbaya sana ya kutokuwa mwaminifu, ndio inaleta ufisadi. Maana uaminifu wa kutoficha. Kanisani wewe sio mwaminifu, kazini wewe sio mwaminifu, tuko madhabahuni sisi sio waaminifu, bado tunafanya tu vituko, bado tunaingia unakuta niko kanisani na bado niko na mume, lakini bado niko na wanaume wawili. Tunajielewa, wewe unaelewa, nao nitazama. Uko madhabahuni lakini uko na vituko unafanya. Wewe unafikiria Mungu atakuja wakati pale mkikuja kuhubiri? Mungu hatakuja. Lazima tuachane vile tulisema tumjue Mungu, na tukasema tupende kupendeza Mungu, sio kupendeza watu. Tupendeze Mungu wa mbingu. Wa Kristo tupende kupendeza Mungu wa mbingu. Wacha kupendeza mtu. Maana mtu utampendeza na atakuobatani. Mtu utakumpendeza na atakuja kukuacha. Lakini ukipendeza Mungu hakuna siku atakuacha. Ukifanya mema kwa Mungu hakuna siku Mungu atakuacha. Maana unatembea naye. Hatuende hapa. Wakati wana wa Israeli walitembea na Mungu, si walimuona? Wakati wana Israeli walikuwa kifuata ile wingu la Mungu, maana waliamini huyo ni Mungu. Pale ilikuwa inasimama, walikuwa nasimama. Wakristo wengi hatutaki hivyo, tunataka za haraka haraka. Haraka haraka, sile vitu tulisema. Maana pale ako kanisani lakini bado ako na mingu mbili. Tunakuta pale nyuma tulisema mtu ule ajui Mungu bado ako kwa uchawi. Hebu jiulize hapo. Na uchawi si ile ya kuendea uchawi uroge mtu. Hata ukiwa na macho mbaya, hiyo ni uchawi. Hata ukisikilia mtu vibaya ni uchawi. Hata ukitaka mtu kwa akili yako asiendelee ni uchawi. Kwa hivyo uchawi unakuja kwa aina nyingi.
inakuja. Kwa hivyo unakuja na nguvu, unakuja yani ni uchawi. Hebu wa Kristo tubadilishe, tuwe na uaminifu. Hata kanisani uko hapo na fungu la 10 ushakula, wewe ukienda unafikiria unataka kufanyiwa mema na Mungu, lakini tayari Mungu asha kusema we ni mwizi. Hebu angalia, wacha kuhukumu mwizi yako hapo. We Mkristo nao nitazama, tafadhali wacha kuhukumu mwizi. Na mtu ameiba kuku, mtu ameiba hata kijiko, wewe ndio mwizi hatari sana. Maana wewe hata wewe si mwaminifu kanisani. Unakuja hata unadanganya. Unakuja, yes, utadanganya pasta maana ni mtu, lakini kunaye Mungu wa mbingu anatuangalia. Wakristo tuwe waaminifu hata kwa masaa, kanisani, nyumbani zetu, kwa ndoa zetu, hata kwa kila aina zote tuwe waaminifu, maana tayari tumemjua Mungu. Na tukikuwa waaminifu ndani ya Kristo, Mungu wa mbingu atatubariki. Haleluya. Wewe nao nitazama hapo tafadhali. Tutaendelea na hii topic maana ni mrefu. Bado leo nitafika hapo. Nimeongea kuhusu waaminifu. Nimeongea kuhusu mambo tusimame. Tuwe na upendo mwingi kanisani. Maana a church with love ni kanisa inayosimama. Na kanisa la Mungu lina upendo mwingi, shetani hapendi. Kwa hivyo Wakristo tushikane. Wewe ukimjua Mungu, jawa na roho ya upendo. Wewe ukimjua Mungu, jawa na roho ya uvumilivu. Wacha kukimbia kwenda kule kwingine uchukue nguvu. Utamaliza nyumba yenu. Wewe mchungaji, chunga sana. Maana Mungu hawezi kuja kanisa kama hiyo. Tafadhali tuwe waaminifu kwa leo. Tuwe watu wa kuvumilia na tuwe watu wa upendo, na Mungu wa mbingu atatubariki. Wewe unao nitazama hapa, wewe unao niangalia pale popote uliko, najua kuna kitu kimekufikia. Jawa na roho ya upendo, jawa na roho ya uvumilivu. Maana ukivumilia Mungu atakuja wakati wake. Imagine uvumilie sana, ulikuwa unangojea mzee, ukavumilia ukapewa mtu mzuri, mtu unajawa na furaha. Maana siku hizi ndoa hazina furaha, lakini ukingojea mzee mzuri, mwanamke mzuri, imagine utafurahia sana. Upendo utakwanga. Imagine wewe mchungaji unanitazama, nabii unaonitazama, imagine uvumilie wakati wako ukifika. Si maajabu itapatikana. Biblia inasema waliomvumilia walimpata Yesu. Hebu tuvumilie wa Kristo. Tuwe watu wa kuvumilia. Tupendeze Mungu. Tukae kwa matunda ya Mungu maana tumemjua. Tuache kujifanya. Tuache kukaa kama watu wamejifanya. Wakristo wengi tuko kanisani lakini tunajifanya. Pretenders of the church. Yaani unajifanya wewe unajua zaidi. Na wewe jione kile unafanya kwa giza. Hata hatuwezi jua. Biblia inasema ni tutajua mtu amemjua Mungu wakati ako peke yake. Salvation ni wakati uko peke yako. Hapo ndio tutajua unamjua Mungu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo ninakuachia hizo vitu 3. Umjue Mungu, upendeze Mungu, kuwa na upendo, uvumilivu, na hakika Mungu atasimama juu yako. Wacha tuwe Wakristo wako na msimamo imara. Wacha tuwe Wakristo hata iwe ngumu, iwe rahisi, bado tunashikilia Kristo. Bado tunashikilia huyu Mungu. Tumpendeze Mungu peke yake na hakika Bwana atatenda. So go to the book of Galatians chapter 5. Soma yote, utaona matunda ya mwili na matunda ya rohoni. Matunda ya kumpendeza Mungu. Maana tumemjua Mungu pale last week. Sasa leo tutajuaje tumemjua Mungu? Ni nini itaonekana tumemjua Mungu kwa ulimwengu? Hizo vitu tukiendelea na hiyo topic, maana I'm going to continue with that topic. Na ninajua kabla ijaenda kufika tamata, kabla ijaenda kufika mwisho, my brother, my sister, najua utakuwa umebadilisha moyo wako na Mungu wa mbingu atakubariki. Wewe unao nitazama hapo, ninajua wengine hamjajua Mungu. Najua wengine uliteleza tu, maana tunateleza, lakini Biblia inasema ukiteleza amka. Simama tena na Mungu atakusimamisha. Hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama nini, atasifanya siwe nyeupe kama theluji. Naomba na kusi urudie Mungu siku ya leo.
na kusiwa ulio hapo, jamani, turudie Mungu, maana hakuna mkamilifu vile nilivyosema mbele za Bwana. Aliye juu mbinguni ndio mkamilifu. Ni neema tu inatufanya tuseme tumeokoka. Ni neema tu inatusukuma tukue vile tulivyo. Ni neema tu inatufanya tuongee. Hiyo neema ya Mungu, that grace of God in heaven, ndio inatufanya. Kwa hivyo leo hapo na nitazama, ninaomba leo nikuombee. Naomba kama hujamjua Mungu useme, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako maana nimesikia nabii akisema nisamehe dhambi zote na makosa. Nimegundua leo nilikuwa sijakujua, na leo nimesoma kitu nikajua, hakika nikikujua Mungu utanijaa tena. Siku ya leo nimekuja, nimempokea Yesu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima, futa kila jina kwa kitabu cha mauti. Leo nimeamua kusimama na kuokoka na kutembea kwa njia zako. Nimeamua Mungu kukupendeza uliye mbinguni. Asante kwa sababu umeniokoa, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Amen, amen, amen. Wewe ulio hapo umeokoka, wewe ulio hapo umemrudia Kristo, naomba tu utafute hivi kanisa inao ambudu kwa roho na kweli. Utaijua namna gani? Unauliza nabii. Utaenda pale na kwanza uombe, maana umemjua. Kaa ndani ya maombi, pale wanafunzwa neno, pale wanaomba, pale wanakebewa, pale kanisa ina repent, mahali inafunza neno takatifu na kuonyesha watu njia za kwenda mbinguni, the correct way of the Lord. Hapo ndio utaenda na hapo ndio utafunzwa neno la Bwana, na Mungu wa mbingu atakubariki. Haleluya. Wewe unao nitazama, asante sana kwa kuniangalia leo. Asante sana kwa kuchukua muda wako. It is by the grace of God amekukalisha pale, na mimi sichukui kama ni kama mzaa, sichukui kama ni kawaida. Nasema tu ni kwa neema ya Mungu. God bless you so much. Wewe unaonitazama uko hapo kila wakati unanitia moyo, unajijua mwenyewe. Mungu wa mbingu akuinue, biashara zenu ziinuliwe, hata kazi zenu mpate promotion, hata wale wote wako hapa mitamboni wanapoendeleza hii kazi, naomba Mungu wa mbingu akaweze kuinua hiyo crew yote kwa jina la Yesu Kristo. Maana sio kawaida hata wao kuniita ili nifanye kazi na wao. Mungu wa mbingu awabariki zaidi, na nena baraka kwa maisha yenu, na nena uhai mpya kwa maisha yenu in the mighty name of Jesus. Hata wakati huu mko kwa hali ngumu, wewe ulio hapo ulipoteza mtu, naomba kwa jina la Yesu Kristo pinga moyo konde, na ujue ya kwamba hii ni safari. Naomba tukae na mvua ile Mungu ametuma. Ukiona kuja hivi kuna kitu tumekosea Mungu. Angalia wakati wa Nuhu, angalia wakati wa Noa, wale mnajua kizungu. Tafadhali turudie Mungu, maana dhambi zimejaa nyingi kanisani. Usherati ni mwingi kanisani, uongo, vile vitu nimefundisha, mwili umejaa kanisani, entertainment ndio imejaa kanisani. Roho Mungu alituondokea kitambo. By the grace of God inawasi turudie Mungu na tuingie makotini, tutubu dhambi zote, tutubu maovu yetu, na hakika Mungu atatubariki. Mine is today. Please let us pray, let us repent, and God in heaven will hear us in the mighty name of Jesus. Walio hapo, shalom, shalom, shalom. Wakati mwingine tunaenda kukutana. Kwa hivyo barikiwa na hiyo, na ninajua Mungu wa mbingu atakuinua, na ni katika jina la Yesu. God bless you, bless you, bless you in Jesus mighty name. Shalom, shalom, shalom. Amen. Steps of Christ TV. Christ at the center of every step.